lakini kikubwa nimependezewa sana na nimefurahishwa kwa namna mlivyofanya uhifadhi. Na hiyo kazi mmefanya kwa ajili ya shughuli zenu, lakini pia mmeisaidia serikali kutunza misitu ya asili. Misitu hii tumeona mnafanya shughuli zenu za kwenu za kimila, lakini pia ni sehemu ambapo tunaweza tukapata dawa za asili. Na sasa hivi serikali kuna kitengo ambacho kinafanya kazi ya kufanya tafiti ya dawa za asili. Kwa hiyo ni sehemu pekee ambapo wale wanaofanya tafiti kutokana na aina mingi ya miti ambayo iko hapa tofauti tofauti, wazee wangu mmeniambia mtaruhusu waje wafanye tafiti hapa, kwa sababu kuingia mpaka kibali chenu. Na ninyi mmesema kama watu watafiti wanakuja kwa ajili ya manufaa ya Watanzania, waje mtawaongoza na watafanya tafiti ya miti tofauti humu ndani kwa ajili ya kupata dawa za tiba asili. Kwa hiyo nawashukuruni sana, kwanza kwa kuridhia kufanya hilo, lakini pia kwa namna mlivyoweza kuhifadhi. Nimeingia msijaamini kama hiyo miti iko hapa. Ni miti mizuri mikubwa, mpaka mininga tumeikuta humu ndani, miti ambayo inaenda kutoweka, lakini mmeweza kuhifadhi. Niwapongeze sana. Na mimi kama mlivyoniomba, mimi kwangu mjaniomba, mmenielekeza kwamba niwasaidie kuhifadhi huu msitu. Mimi niwahakikishie nitakuwa bega na ninyi, tuhakikishe tunahifadhi msitu. Na ndio maana mnaona nimekuja na timu ya TFS wenye mamlaka ya misitu Tanzania, lakini tuna afisa mnyuki ambaye tunaye hapa, afisa misitu yuko hapa wa halmashauri, na hao wanafanya kazi nzuri sana kwa kweli. Niwapongeze hii timu ya TFS, timu ya mkurugenzi ya misitu pamoja na nyuki na uhifadhi wa mazingira. Tarime tuna manufaa makubwa, tuna misitu mingi na nitaendelea kutambua misitu yote. Natambua hapa pana koo 12. Zote na zenye zinialike kwenye misitu yao niweze kuwasaidia kuilinda na kuitunza. Lakini mmetoa ombi, mmenielekeza kuupima huu msitu. Na mimi natoa maelekezo, afisa ardhi na misitu waje hapa wapime huu msitu, wapande beacon, tuweke mipaka. Ni kweli nimeona kuna uvamizi, watu wanaingia kidogo kidogo kiujanja. Nimezungukia msitu mzima, nimeona. Wito wangu kwanza kwa wananchi, hii ni tunu kubwa tulionayo hapa. Ni uhifadhi mkubwa ambao tunao wa miti ya asili kabisa. Na ukiingia hapo ndani unakuta kabisa kuna hali ya hewa nzuri tofauti na maeneo mengine. Ule uvamizi kwa kweli hauruhusiwi. Lakini nilichofurahi kikubwa, wazee hamtaki migogoro. Mmeniambia kabisa, mheshimiwa, hapa mpaka hapa wamevamia, lakini hatutaki nini? Mgogoro. Nataka sasa tupimiwe hapa, wasiongee maneno ambayo wakasema wazee wa mila wametunyang'anya ardhi yetu. Ila watupimie hapa palipobakia, ili waweze kuona kwamba sasa hawataki kuongeza hatua hata moja. Mimi niwashukuru sana. Sasa mwanzo nilikuwa nafikiria naanza tena kutatua kuwaondoa hawa. Mmesema usiwaondoe, kwa sababu ni watu wenu mnaowaongoza, mnawapenda na wao wanawaheshimu sana. Lakini walipokengeuka nyinyi mmeacha. Mmesema sasa tuwekee beacon kuanzia hapa. Hamtaki mgogoro. Kwa kweli nawapongeza sana. Lakini leo mmeona tumepanda miti hapa. Miti 600. Bado mmeenda kwenye kampeni ya serikali ya kupanda miti 1,500,000. 1,500,000 tutapanda kwa mwaka. Na sisi si almost tumefika. Target ile ya serikali tumeshaifikia kwa kampeni ambayo tumeendelea nayo, lakini nimefurahi Wanatarime, wananchi wengi wamelipokea vizuri. TFS wamenipa taarifa hapa, wananchi wengi wanakuja kuchukua miche, wanaenda kupanda. Kikubwa tuitunze. Wale ambao wana ng'ombe, mifugo inapita maeneo ambao wenzetu wamepanda miti, basi tuhakikishe tunazuia mbuzi wasipeleke maeneo hayo. Tupeleke ile maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya kuchungia na malisho. Lakini nilitoa ahadi ya kuwapa mizinga. Nitaendelea kuiomba jamii endelee kutunga mikono. Lakini kwa sasa, kwa kuanzia, ofisi yangu imeshatoa fedha ya kutosha mizinga 20. Asante sana. Na Jumatatu na afisa TFS watakuja kuchukua hela ofisini kwangu. Waanze kutengeneza ile mizinga, tutakuja kuwakabidhi ili tusaidie kulinda, lakini pia muweze kupata kipato kupitia msitu wenu ambao mmeutunza. Na nitaomba wanajamii wengine, Wanatarime, viongozi, lakini wafanyabiashara, wachimbaji, watusaidie. Hii misitu wazee waliofanya hii kazi basi waone manufaa. Wazee wa mila, tunatoa salamu zetu za pongezi zifikie ofisi yako kwa ushirikiano mzuri uliopo
baina yetu na ofisi yako na ofisi ya mkuu wa wilaya Tarime na baraza la wazee wa mila Butimbaru Inchage. Tutakuwa na choyo na fadhila endapo tutasahau ofisi ya misitu, mazingira na wataalamu wa nyuki. Wamekuwa mstari wa mbele kutupa elimu na ushauri hususani katika msitu wetu huu. Shukrani. Naomba kuwakilisha katibu wa mila Butimbaru Inchage. Mkuu wa wilaya yetu ya Tarime. Kwa ujumla sisi wazee wa mila kupitia mimi mwenyekiti wao wa mila tunatoa shukrani kubwa sana. Kitendo ulichokifanya hiki ni kitendo cha kuigwa. Kwani ni wengi wamewahi kuja hapa lakini hawajawahi onyesha mfano kama huu ulioonyesha. Tunakushukuru sana pamoja na ofisi yako jumla. Ulipotamuka kwamba uko tayari na sisi, nayo vile vile hakutuacha mbali. Kila wakati walikuwa wakitutembelea na kutupa ushauri na kuweza kutupa hamasa. Mimi nawashukuru vile vile ofisi yako yote kwa ujumla kwamba Mungu awabariki. Tumetembelea siku moja mlima Tarime na wewe tukiwa na ofisi yako yote. Siku hiyo ulifunga ofisi ukatembea na sisi mlima Tarime. Tukakuonyesha maeneo yote jinsi yalivyo. Lakini mheshimiwa ukao umetushauri kwamba turuhusu watu wapande miti. Alafu vile vile wafuke nyuki. Kwa heshima yako na sisi tulikubali kwamba tumeruhusu watu wapande miti na nyuki wafuge. Vile vile na tukao tumekuomba ututembelee msitu wetu huu wa Binagi. Huu ni msitu wa asili ambao tulirithi kutoka kwa wazee wetu. Kwa kweli na hata wewe mwenyewe umeutembelea, umeuona jinsi ulivyokaa. Umeshauona msitu wa Binagi na sisi tunaendelea kuutunza na kuuenzi, na hapo ukukaa kimya. Leo hii tena umetuletea miti. Na miti tayari tumeshapanda tukishirikiana na wataalamu wako. Mungu akubariki sana. Tunachokuomba sasa mheshimiwa, utakapoenda huko utusaidie mizinga ya nyuki kama ulivyotuahidi, tuweze kuweka nyuki ili kwa ajili ya kutusaidia sisi wazee kwa baadaye. Vile vile utuletee wataalamu ili waweze kutupimia huu msitu wetu na kutuwekea beacon. Kwa sababu msitu huu kuna watu wanatuingilia sana. Ni kwa sababu hatuende kuibua migogoro. Tunaona si vizuri kama wazee kuibua migogoro na wananchi wetu tunaowaongoza. Mambo mengine huwa tunanyamaza. Lakini hata we mwenyewe umeona jinsi tulivyoingiliwa. Sasa tunaomba tuletee wataalamu waweze kupima kutuwekea beacon ili ikiwezekana huu msitu uheshimike ili uweze kutuwezi kwa baadaye. Majina naitwa Martin Bernard Ngongi. Ni afisa misitu kutoka wakala wa huduma za misitu na wakilisha ofisi ya muhifadhi misitu wilaya. Tumekuja hapa katika huu msitu wa wazee wa kimila, msitu wa asili, msitu wa Binagi. Tulitembelea na leo tunapanda miti baadhi ya sehemu ambazo kwa namna moja ama nyingine ulivamiwa. Lakini ulivamiwa na pengine shughuli za kibinadamu zilikuwa zinaendelea, lakini huu msitu ni wa asili na kiuhalisia ni kwamba katika mazingira yetu ya Tarime sehemu iliyobaki ni hapa. Kuna miti mingi ya asili na haijabuguziwa kwa sababu ni wazee wa kimila. Kwa hiyo sisi kama TFS tutaendelea kuheshimu, lakini pia tutaendelea tutaendelea kuongeza nguvu katika uhifadhi wa huu msitu, lakini pia tutaendelea kutoa ushauri na kila inayohitajika kwa lengo la kuendelea kuhifadhi. Pia nitumie fursa hii kuwashukuru na kuendelea kuwapongeza wazee wa kimila kwa sababu hii misitu ya asili tusipoangalia inaweza ikatoweka kwa huku kwetu. Tuendelee tu kutoa elimu na sisi tunatoa elimu ili watu wetu waendelee kuutunza na kujivunia huu msitu kwa sababu ni msitu wa asili na unapendezesha. Tumetembelea wote, kila mmoja amejionea. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wa Tarime tuendelee kuitunza na kuhifadhi misitu yetu. Tunatoa miche kama siku ya leo tunapanda hapa, tuna miche 600.
tunapanda katika huu msitu wa Binagi. Majina naitwa Frank Joseph Kaniki, natokea ofisi ya halmashauri ya mji Tarime, kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira. Tunaanza kwa kuwashukuru wazee wa kimila kwa jitihada zao kubwa walizozionyesha katika halmashauri yetu kwa kuwa nasi bega kwa bega katika uhifadhi wa maliasili na mazingira yetu. Leo tumetembelea huu msitu wa Binagi tukiwa na mkuu wa wilaya pamoja na wazee wa kimila kwa ajili ya zoezi la upandaji wa miti kwenye eneo ambalo lipo wazi, lilikuwa halina miti. Na pia tumeweza kuona bado mazingira ya asili yanahifadhiwa katika msitu huu, ambapo katika eneo hili la halmashauri ya mji wa Tarime hili ni eneo pekee ambalo limebaki lina miti ya asili. Kwa hiyo hii ni tunu ambayo tunaweza tukajivunia sisi wana Tarime kwa kuwa na eneo hili ambalo bado lina misitu ya asili. Ni maeneo machache sana unaweza ukakuta miti ya asili. Kwa hiyo natoa wito kwa jamii nzima na sisi viongozi tukishirikiana na wananchi wetu na viongozi wa kimila kuendelea kuhifadhi haya mazingira ya miti ya asili. Kwa maana hii miti ya asili ikitoweka hakuna mahali pengine popote ambapo tutaipata. Ni miti ambayo imetunzwa kwa muda mrefu, kizazi kilichokuwepo nyuma, mababu zetu hao walikuwepo nayo, walihifadhi na kuiheshimu. Natoa wito tuendelee kuiheshimu na kuihifadhi ili vizazi vya mbeleni waje kuikuta pia. Na pia tumeona katika msitu huu kuna fursa mbalimbali ambazo tunaweza tukazipata katika uhifadhi wa huu msitu. Fursa moja hapo ya ufugaji wa nyuki, ambapo Mheshimiwa DC hapa ameahidi kuwapatia wazee, kwa kuanzia tutaanza na mizinga 20 ya nyuki ambayo tutaiweka katika msitu huu wa asili, ambayo itasaidia kupata mazao ya nyuki ambayo itasaidia kunufaisha jamii na watu wote ambao wanaizunguka huu msitu.